Katika Biblia kuna aina 3 za kudokeza mambo. Aina 3. Kuna kitu wanaita ni quotation. Ana quote, yani kunukuu. Ananukuu sehemu ambayo ilisemwa na nabii fulani. Na hii quotation ni direct quotation. Na hiyo anasema imetimia, ile direct quotation. Quotation hiyo kwa kawaida inaelekeza kama unabii, the prophecy, ambayo hata wote wale Wayahudi na wasio Wayahudi walijua kwamba kuna kitu kilisemwa kitatokea, sasa kimetokea. That's why it's a fulfillment of a prophecy. Na mwandishi kama Mathayo ana quote moja kwa moja maneno ya nabii yule aliyesema. Kwa mfano, nabii Yeremia sura 31 aya 31 mpaka 34 anasema maandiko, yani sheria yake inaandikwa mioyoni mwetu. Na Yeremia alisema itakuja wakati, is a prophecy for the future. Now that future has come. Na kwa hiyo mtu kama Luka, au hasa Luka na Paulo, anasema maandiko ya nabii Yeremia yatimie, nitaandika maneno yangu, amri yangu mioyoni mwao. Si kwenye mawe, mbao za mawe, bali nitaandika kwenye mioyo ya nyama. Andiko hilo la Yeremia linatimia. Sasa hiyo ni direct fulfillment of an Old Testament prophecy, na ana quote. Hiyo ndio inaitwa kunukuu, ananukuu. Au kwa mfano, Musa aliwaambia kwamba atakuja nabii, ile sura ya 18 aya ya 25 kitabu cha Kumbukumbu. Anatuambia kwamba atakuja nabii kama mimi, na wale ambao watamsikiliza wataishi, wale ambao watakataa kumsikiliza watakufa. Na ndio maana katika Biblia Agano Jipya kila mara wanasema, are you the prophet? The prophet. Because they were expecting a prophet like Moses. Kwa hiyo unakuta anasema ili andiko litimie kama lilivyoandikwa, Yesu ni nabii yule ajaye. Naona yule ajaye, na yule ajaye ni alitabiriwa na Musa, na walijua Wayahudi wote. Kwa hiyo ni hizo tunaziita ni direct quotations, na zipo nyingi. Nimesema tu katika mfano, katika kuzaliwa kwa Yesu, Mathayo anatoa reference 5, ana quote, ana quotation 5, hata ningezisema hapa. Anazurudia, anasema ili andiko litimie. Sasa ana quote direct. Na kwa hiyo mtu ambaye anamsikia anaenda kusoma pale, anapakuta kweli sasa ile ni direct quotation. Lakini kuna kitu kingine tena. Kuna anasema ili andiko litimie, ambalo sio direct quotation, ambayo tunaita ni allusion. Mazingira yale, ana allude kwa mazingira ya yule yaliyosemwa maneno hayo, na wala hakuna prophecy pale. Sio unabii uliosema utatimia, isipokuwa katika agano, tukio linalotukia katika Agano Jipya linawakumbusha tukio la Agano la Kale, kwa mtu fulani, kwa nabii fulani, kwa jambo fulani lilotukia, na jinsi Mungu alivyofanya au alireact, alirespond. Anawakumbusha ili kutajirisha na kuspiritualize, kufanya ile tukio lieleweke kwamba lilikuwa ni kama ujumbe kwetu na kwa dunia nzima.
Na kwa hiyo kuna matukio ambayo yametukia katika Agano Jipya yanatukumbusha matukio ya Agano la Kale, na yule anayeandika anatukumbusha matukio kama hayo. It's not something very special or new, but it has already happened. Why mnashangaa nini? Kwa mfano kama wale waliokuwa wanamlaumu wamekula mikate iliyokuwa ya muonyesho kule hekaluni. Yesu akawaambia, hamkumbuki Daudi pamoja na jeshi lake walipokuwa kwenye hali mbaya ya njaa, waliingia hekaluni, akachukua mikate akala, na yeye akawapa wale waliokuwa naye. Daudi na yeye sio kuhani. Mikate ile ilikuwa inaliwa siku ya Ijumaa jioni na makuhani, ili waweke mikate mipya, na hakuna aliyethubutu kuigusa, ni makuhani tu. Sasa imekuwaje Daudi anakula? Kwa sababu alikuwa na njaa. Sasa anasema watumishi wangu, wafuasi wangu wanakula kwa sababu wana njaa. Na kitu cha kwanza, priority ya kwanza na zawadi ya kwanza kwa mwanadamu ni uhai. Uhai unavuka kila aina ya ritualism, yani ibada yoyote au sala yoyote inapaswa kutunza uhai, ambayo ni zawadi ya kwanza. Na mtu asitoe kisingizio kwamba mimi siwezi kumpa chakula hiki mtu anayekufa, kwa sababu chakula hiki kimewekwa, tunasema it's korban, manake kimewekwa wakfu kwa Mungu, kisitolewe kwa ni Mungu tu. Kwa hiyo nimeshaweka wakfu kwa Mungu. Aliwagombeza sana Wayahudi. Kisoma sura ya 15 ya kitabu cha Mathayo, aliwagombeza, nasema ni korban, ili kwa uchoyo wenu msiwape wazazi wenu msaada. Anawakumbusha kilichotokea Wayahudi walichofanya. Sasa ile tunaita, yani anakumbusha tukio lililotokea la Agano la Kale, ambalo linafanana na tukio hili Yesu analosema au analofanya au wafuasi wake wanafanya. Hilo tunaita sio quotation, wala huwezi kusema ni rejea tu, manake ni allusion. He alludes to that situation, inakukumbusha hiyo na kwenda utafakari, ulinganishe tofauti zilizopo, na hiyo tunaita ni allusion. Na hapa huyu aliyesoma swali hilo amefanya vizuri kuandika hili neno allusion. He alludes to, anakumbusha, anadokeza jambo fulani, ni dokezo. That is allusion. Sasa tofauti na quotation. Sasa kuna aina ya tatu, ni kitu ambacho hakina direct relationship with what is happening. Yani ule mwandishi au mwinjili au Paulo au waandishi wote wa Agano Jipya wanafanya aina fulani ya allusion ambayo sio prophetic. Haikusemwa itakuja kutokea, haikusema. Yeye mwenyewe ametafiti na kuona hapa kama kuna uhusiano vile, na anakumbusha wasomaji wake kitu hiki kilikuwa kimefichwa na sasa kinafunuliwa. Ingawa hatukuambia kitatokea na wala hatukuambia kina uhusiano na hili jambo, lakini hebu angalieni hapa, Mungu alifanya nini? Mungu alitenda nini? Kwa hiyo anakumbusha, ni kama kukumbushia tu. Hakuna direct relationship with what is happening in the New Testament with what happened in the Old Testament. There's no direct relationship, but it's a kind of a reminder, reminiscence to what had happened earlier. Kwa hiyo mtu anapata maono fulani, anapata vionjo fulani ambapo vilikuwa vionjo hivyo vinamsaidia katika kufafanua kinachotendeka, Mungu anavyofanya kazi. Kwa hiyo ni aina ya tatu, haina prophetic allusion. A prophetic allusion, manake hakuna mahali imesema itakuja kutokea, no, but simply because this is similar to that.
is similar to that particular event, basi ni vizuri kukumbuka. Anaokumbusha historia ya utajiri wa historia ya Mungu, historia divine, or we call divine revelation. Mungu anavyojifunua hatua kwa hatua. Sasa amekamilisha, fulfilled. Ile ilikuwa ina kama mausheushe tu, haiko clear. Sasa ameweka wazi, kumbe ni hivi. Mfano, hakuna mahali ambapo imesemwa, nasema tu, hakuna mahali ambapo imesemwa kwamba Mungu atakuwa mtu. Nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu itakuwa mtu kama sisi. Lakini ukiangalia ni ajabu. Ukiangalia katika kitabu cha Mithali au kitabu cha hekima, wisdom, Proverbs, anaanza kuzungumzia kuhusu neno kuwa hekima, kuwa lady, mwanamama, bibi. Hekima ni kitu ambacho ni abstract, ni kitu ambacho hakina mwili. Ni hekima. How can you think of hekima kuwa na mwili? Hekima inatengeneza banquet, yani sherehe. Hekima inaalika watu barabarani, inatuma watu. Hekima. Sasa hii wazo la kitu cha kiakili kuchukua mwili, Yohana anatumia hiyo katika udibaji yake. Sura ya kwanza ya Yohana, Injili ya Yohana, anatumia hiyo picha ya hekima iliyochukua sura ya mwanamke, hekima, akaitumia kuelezea fumbo la kufanyika mwili, neno wa Mungu. Neno is similar to hekima, hokma na davar, neno na hokma, hekima, ni vitu ambavyo ni abstract. Wewe ulishika neno wapi? Utakutana na neno wapi? Ulisema na neno wapi? Neno halina mdomo, halina miguu. Lakini linavyoelezwa katika kitabu cha hekima na kitabu cha Mithali na kitabu cha vitabu vya hekima anapewa mwili, is personal, anakuwa personal, anapewa personified, anapewa mwili. Hekima inapewa mwili na inazungumza, inahojiana. Hekima inatembea, inaenda kutafuta watu, inatengeneza chakula, sherehe, na kualika watu, njoni mle chakula changu. Hekima inaalika watu, inapewa nafsi ya binadamu. Sasa Yohana amekuja kubadilisha kule. Hasemi hiyo tunaita ndio allusion, ambayo is not prophetic. Hatujaambiwa itakuja kutokea kitu namna hiyo. So when you read the prologue of John, you allude to that chapter 8 of the book of Proverbs, kuhusu Proverbs, kitabu cha hekima, kuhusu hekima iliyokuwa mtu, iliyofanyika kuwa mwanadamu, iliyochukua umbo, personified. Sasa hiyo tunaita ni allusion ambayo not prophetic. It is nowhere it is said that the word will take flesh. Ni katika Isaiah, Emmanuel, hiyo ni kitu kingine tena, ni direct quotation ile. Lakini allusion iko katika, na ni shida, hakuna uhusiano, ni vitu hivi tofauti. Sasa Yohana amefaulu kutuallude, kutukumbusha kwamba is not something strange that the word of God took flesh, became man and dwelt among us. Sio kitu cha ajabu, kwa sababu hekima imeshazungumziwa kwamba ilikuwa na sura ya kike, was a lady. But now hekima ilikuwa lady kwa sababu
katika lugha ya Wayahudi hekima ni mwanamke, is a female, ni katika jenda yake ni female. Na kwa hiyo Yesu hakuweza kutumia hilo neno hekima akiwa anamzungumzia Yesu, kwa sababu Yesu alikuwa mwanamume. So John is making a reference, anakumbusha, anadokeza yale maandiko ya hekima ambapo alikuwa bibi hekima, Lady Wisdom, anaitwa bibi hekima. Sasa huyo bibi hekima ni mama. Now I cannot use Sophia. Sophia kwa lugha ya Kigiriki ni hekima, Sophia. Sasa hawezi kutumia hiyo noun Sophia kwa sababu Yesu sio mwanamke, na alitunza hiyo kwamba Yesu ni mwanaume. So what can I say? Akatumia badala ya hekima akatumia logos. Logos nikisoma hapa Kigiriki ingekuwa rahisi, na unasikia ile poem kwa kweli ni shairi. Prologue of John is a poem, is a hymn. Unasikia ile rhythm yake. Nasema huyu mtu alipata wapi? Aliipata huko kwenye kitabu cha Agano la Kale na akarudi huko. Sasa akabadilisha tu kitu kile cha msingi, kwamba badala ya kutumia hekima alichukua mwili akakaa kwetu, kama anavyosema, akatumia sasa, kwa sababu hekima it would have been a woman, but Jesus Christ, the historical Jesus Christ was not a woman, he was a man. Na kwa hiyo akatumia logos which is masculine. Ndio hizo allusions sasa hizo ambazo sio direct prophecy. It's not a prophecy. There's no way we are told that the word of God will become flesh. Isaya hapa anazungumzia hata Mungu. He's talking about God himself. He is direct. Hiyo ndio imekuwa quoted, imechukuliwa katika Injili ya Mathayo. Nimesema Mathayo wakati ile sura ya kwanza anapozungumzia kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na utamuita jina lake Yesu. Huyu atakuwa Mungu Emmanuel, Mungu pamoja nasi, akichukua kwa Isaya. Sasa Isaya yeye amezungumzia Mungu atakaa kwetu, Emmanuel, God with us, not word with us. Kwa hiyo ni tofauti. Pale Mathayo anafanya quotation moja kwa moja, na imeandikwa hapa, ameandika kwamba ametumia kwa maneno ya nabii Isaya akitabiri kwamba Mungu sio neno. Mungu hajaingiza neno hapa, ni Mungu hapa. Akasema hapa, anasema sura ya kwanza aya 23, hili inajulikana. Akasema ningesoma tu, hii sio kitu kwa Kigiriki. Tuto de holon gegonen hina plerose horethen hupo tukuriu dia tu profetu Isaiu legontes idu he parthenos en gastri exei kai texetai huion kai kalesusin to onoma autu Emmanuel. Hapa na mkoti Isaya sura ya 7 aya 14. Sasa kwa hiyo yeye hakuzungumzia juu ya neno likawa mwili, anazungumzia Mungu. Yes, Emmanuel. Na ilo neno Emmanuel ni lugha ya Kiebrania yenyewe. Kwa Kiebrania manake with. Ni preposition with, pamoja. Nu ni sisi, ni pronoun nyingine, ni pronoun yani sisi, we, us, imanu, with us, imanu. Kwa hiyo ni Kiebrania,
im plus nu with us, nu. El ni Mungu. That's known. Mnafahamu Kiebrania neno el ni neno ambalo ni universal God, kwa hiyo ni Mungu. Sasa ile neno Emmanuel, pamoja nasi Mungu, na Mungu pamoja nasi, na hilo analitumia Isaya sura ile ya 7:14. Lakini Yohane amekuja kubadilisha kitu kingine, ameongeza sasa yule Mungu sio baba, sio baba ndiye alikuwa, sio Mungu. Mungu ana nafsi tatu, sio baba Mungu. Tunaita kwa lugha ya theolojia the Godhead, ambaye ndio sender, yeye ndiye anatuma, yeye ndio muumbaji. The Godhead is the beginning. Yeye sio yeye amekuwa mwili, na wala yeye sio yeye alikufa pale msalabani. Tusije tukachanganya. There was no patricide, hakuna patricide. Kulikuwako ni fratricide. Tulimuua kaka yetu, the son of God, not the father. The father scandal ilitokea kwenye karne ya pili ya tatu, wanachanganya hizi nafsi. Kila nafsi katika ufunuo ina nafasi yake. You should not confuse the Father with the Son or the Holy Spirit. The Holy Spirit did not die for us. No, it's the Son, the second person of the Holy Trinity. Ndio huyo alikufa kwa ajili yetu, kwa sababu alikuwa na mwili. Baba hana mwili na Roho Mtakatifu hana mwili, lakini wote ni kitu kimoja. Now, when you are talking about suffering, yes, they felt the suffering of the second person. Kwani Yesu alisema kama kidole kinajigonga kwenye jiwe, mwili mzima unafeli. Unasikia maumivu, au utasema ni kidole tu kinasikia. Huku mwili mzima, we ngoja mtu upate hata jipu. Kuna jipu limenipata hapa, linauma hata huku nasikia. So it's the whole body which suffers. Therefore, the Father felt the suffering of his Son, and the Holy Spirit also felt the suffering, but they were not directly involved in the passion. Sio, inaeleweka? Kwa sababu watu wanafanya mambo, unasikia watu wanasema maneno ambayo pengine hawakuelewa sawa sawa, alafu inakuwa ni skando kabisa. Baba Mungu hakufa msalabani. Moja huko nilikuwa kule Mafia parokiani, nasoma misa, asema leo, tena nilikuwa Pasaka, akasema leo Mungu hao amekufa. Mungu hafi. Wakristo wote wanaomboleza Mungu wao amekufa. Ijumaa Kuu leo wanaadhimisha kifo cha Mungu wao. This is scandalous. Na sisi tunasema kweli tumefiwa, tunaomboleza. Bro, wanasema Mungu amekufa. Mungu hafi. It doesn't work. Kwa hiyo ni aliyekufa ni nafsi ya pili ya utatu. Basi hiyo ni allusion. Nimejibu swali hili, nadhani imeeleweka kwa yule aliyeuliza. Aina tatu za references katika Agano Jipya, akikumbusha Agano la kwanza ni quotation direct, ambayo normally ni prophetic na iliandikwa pale kwamba itakuja kutokea. Ya pili ni allusion, ambayo ina prophecy tukio kama hili litakuja kutokea. Lakini kuna ingine ambayo haina uhusiano kabisa, lakini inatukumbusha jambo fulani, na mwandishi makini anatukumbusha, kumbuka iliyotokea jangwani walipokuwa na yule nyoka. Walipoumwa na nyoka, walimwangalia Injili ya Yohana, wamwangalia nyoka wakapona. Lakini ile haikusema kwamba itakuja kutokea. It is an allusion which now John reminds, and Jesus himself reminds
Mnakumbuka yule nyoka wa jangwani? Na hivyo sasa tutatokea wote watakaomwangalia msalabani watapona nafsi zao, watakuwa na uhai katika yeye. Sasa ile ni allusion, is not a quotation, it is an allusion. Manake kudokeza, kutukumbusha na kutafakari maana ya dhambi ni nini. Ni kifo. Shetani anatuuma, sting. Hata kukumbuka yule nyoka wa Adamu na Eva kule, is a sting. Na aliambiwa atakukanyaga, atakuuma kisigino na utamaliza. Sasa those are allusions. Kwa hiyo pale ile tukio alipokuwa anaongea na Nikodemu, au sikumbuki sasa Nikodemu ndio, anamkumbusha kwamba kama yule nyoka aliyekuwa amenuliwa kwenye mti kule jangwani, ndivyo mwana wa Adamu atavuta wote atakapoinuliwa juu, na wote watakaomwangalia watapata uzima. Ile haikuandikwa kwenye kitabu cha Kutoka kwamba kitabu cha sio Kutoka, kitabu cha Hesabu, kwamba hiyo itakuja kutokea. Mwana wa Mungu the time will come when they will raise the serpent who will be the son of God. That is not found in the Old Testament, but it is an allusion. Nadhani watu wameelewa ninachomaanisha. Sasa tunaenda swali la pili. Kuna swali kwa hayo? Nadhani ni clear now at least. Swali la pili, kwa nini katika utamaduni wa Mashariki ya Kati, yes, hasa Waarabu na Wayahudi, hawali nguruwe? Yes. Labda ningewauliza na labda tungejibu aina mbalimbali, lakini ni kweli hawali nguruwe na wanyama wa aina mbalimbali, na imeandikwa kwa wale wanaopenda kujifunza zaidi na kujua zaidi. Ni lugha, katazo hili limetoka katika kitabu cha Walawi sura ya 11. Pale kuna sheria zote za chakula, tunaita dietary law ya Wayahudi. Lugha yao wanaita kashrut. Kashrut ni sheria za vyakula kwa Wayahudi. Na Wayahudi, ukienda hata nafikiri niliwahi kununua biskuti mahali fulani nikakuta imeandikwa kosher. Nilifurahi sana. Ilinikumbusha kule nilikoishi huko Uyahudini. Huwezi kukuta chakula ambacho hakikuandikwa kama ni halali au hapana. Halali maana yake hiko chakula kinaruhusiwa kuliwa na Wayahudi, na wanaandika kosher. Kosher maana yake it is okay to eat. Kosher ni halali. Na lugha hiyo kosher plural ni kashrut. Kwa Waarabu inaandikwa halal, halali. Nafikiri neno halali sio Kiswahili, ni Kiarabu. Halal inaandikwa halal. Bahati mbaya halal, unaona kweli wameandika halal. Na hiyo unakula chakula ambacho kinaruhusiwa na Waislamu na chakula ambacho kinaruhusiwa na Wayahudi. Kwenye ndege lazima utakuta imeandikwa. You cannot simply go into a 5-star hotel huko nje, huko tunakopita na pengine hata bila kustahili tunapewa mahali ambapo ni first class, sababu pengine ni privilege tu. Unakuta kila kitu kimeandikwa, whether it's halal or kosher or no. Sasa kosher, sheria za vyakula, vimeandikwa katika kitabu cha Walawi sura ya 11. Na ningefurahi kwa wale ambao ni makini kwenda kusoma kitabu cha Walawi sura ya 11. Tuwezi kusoma hapa. Walawi sura ya 11. Pale imeandikwa sheria zote za vyakula za Wayahudi. Kuna sheria hizi zimejengwa katika dhana mbili kuu. Dhana ya kwanza, wanyama wote wasiocheua chakula, meng'enya mara ya pili,
ni sio halali, ni wanyama wachafu. Mnyama ambaye hacheui, wanyama wanaokula nyasi hawacheui, hao hawapaswi kuliwa. So any animal that does not what do we call that, lugha hii sasa ni kucheua, wasio, unajua mnyama ng'ombe akila anakula majani chap chap, halafu anaenda kukaa mahali hasa kwenye kivuli, anapandisha tena from the first stomach, anaanza kuchaua. Nilikuwa naangalia kama mtoto mdogo anakula nini tena, kumbe anakula kile alichokula, ilikuwa hakijameng'enywa vizuri. Sasa wanyama wote wasiomeng'enya chakula kwa kucheua, hao hawafai. The reason for that, bila shaka kuna kitu ambacho kilitokea. Hawa wanyama wanaokula namna hiyo, bila shaka walikuwa na wasiwasi. Je, mnyama huyu alichokula awali sio sumu, na sumu iko kwenye mwili wake? Akija akacheua alafu akakila tena hicho chakula hicho, huyo mnyama ni msafi, maana anakula kitu kilichothibitishwa ni kinafaa. Ukiona paka hali unamtupia nyama hali, usile, takwenda na maji. Kuna mmoja alichinja mnyama fulani pale Sandamiano zamani, kwa tunasoma Dar es Salaam wakati ule miaka ya 80 70 80 mwanzoni kule. Akaleta mnyama yule akatupatia, akasema nimekamata huko, nimechinja. Mzungu huyu bwana, na yeye alikuwa anakula kila kitu. Kamwambia onja wewe, akasema ngoja kwanza. Alipokuja kuchunguza, tukatupia kunguru. Kunguru amemwacha pale akula. Paka tulikuwa nao 2 watatu pale, hawakula. Kamwambia wewe, kweli? Na huyu mnyama alikuwa aina ya anakaa kwenye mabonde kule Msimbazi. Sisi nyumba yetu kuu ni Msimbazi, na kwenye bonde la Msimbazi kuna mnyama walikuwa huko, sio aina gani, sio ni kenge au nini. Tukamwambia wewe bwana, ukiona, na sisi tulijua, ukiona mnyama ambaye unakutengeneza nyama tena amekaanga vizuri sana na vitunguu na kila kitu, tukamtupia. Kunguru akapita pale, akaacha. Paka akaja, tukamwambia nenda ukazike haraka. Kwa nini? Kwa sababu ni sumu, haipaswi kuliwa. Na ukiona mnyama ambaye haozi kama kunguru, usile. Kunguru haozi, kwa sababu hata sisimizi hawakaribii kunguru. Unajua hiyo sio? Yes. Kunguru akianguka hapa, mimi nimepiga risasi kunguru wengi sana, hasa wale wa India wale. Wengi sana pale, nilikuwa Msimbazi pale kama mkurugenzi, nimepiga risasi wengi sana. Kwa sababu ilikuwa ukipiga mmoja unapata shilingi 50 kwa pesa nyingi sana. Wote miaka ile. Kwa hiyo akianguka pale hata paka hakaribii, na akibaki pale pengine ameruka, amevunja bawa nini, akaenda akaanguka huko akafia pale, unakuta amekauka, sio kuoza. Sasa huyo ukale wewe? Kama maisha yako wewe ukale. Sasa kwa hiyo Wayahudi na watu wa Middle East wanaokaa jangwani, mnajua zamani watu hawa waliishi jangwani, most of them, and this the culture of desert people ni hivyo. Yani ni observer, wanachunguza sana, sababu maisha yao ni magumu. Unajua sisi tunaishi uani kwa Mungu, kweli maji yako hapo, natoka huko na nawa. Yani unakuta kisima cha Abraham kule kiko mbali huko Hebron, ingie kule Sheke. Yani kwenye jua kali, mawe yamekauka, hata ile mawe afu unaona tone la maji kule chini kama mita labda 100, ndio unachukua huo tone la maji, na hali
midomo imekauka kama mbao. I tell you, jua kali, yani hatuna mfano hapa, haiwezekani. You don't understand. Kavu kabisa. Sasa watu hao hata macho yao ni green. Mimi nimekaa nao wala miezi 3-4 nikiwafanya teolojia huko jangwani. Nimekaa huko. Kuna mwalimu wetu, walimu walikuwa 3 wa teolojia, maprofesa wameshafariki, Mungu awarehemu. Yani unachungulia Myahudi, sio Myahudi hapana, mabedui. Yani unashangaa. Yani naye anakuangalia hata tofauti. Kwa hiyo ni watu wachunguzi. Sasa walichunguza wanyama ambao ni hatari, ni wale ambao wanakula tu kitu kinamezwa haraka, alafu baadaye unakuta ameshanyosha miguu kule, amekufa, shauri ya njaa. So kuna wanyama ambao wanakula kila kitu, and then you don't know whether this food is real food or poisonous. Inawezekana. Kwa hiyo wao hawakuwa wanakula kitu ambacho hawajakichungulia kwa muda. Kwa hiyo wanyama waliokuwa na namna ya habit ambayo haeleweki, walikuwa wanakataza watoto wao. Na hizi sheria ni kama kwetu zamani, kuna wazazi wetu na nyinyi pia, sisi wa Afrika tulikuwa na simulizi ndogo ndogo za kufundisha watoto maadili, sio? If we have lost that, then we have lost the most precious things and tradition that ever existed. Kama tumepoteza zile stories zile. Nilikuwa nakusanya nizoelezwa na bibi. Bahati nzuri niliishi kwa muda fulani kabla sijaondoka nyumbani kwenda shule za sekondari, lakini niliishi na bibi. Jioni wakati tunangoja ugali uive na mboga, anaanza hadithi zile. Now I came and read them katika vitabu vikubwa ninazo. Hizo ni tunu. But I don't think this new generation ever know about that. And what was behind this? Yani unashangaa story nyingine. Basi wazee wetu walikuwa na hekima kubwa. Sasa Wayahudi hivyo walikuwa wanakataza vitu fulani, na sasa hivi tumepoteza ile asili ya kwa nini walikataza. Lakini walikataza kutokana na experience of life. It's not that there is something, hata zimeandikwa kwamba Mungu amekataza, Mungu amefanya. Hapana, Musa ameandika hizi, asemi kwamba ni Mungu amemwambia. If you read Walawi 11, wale ambao wana Biblia yao wakiangalia utaona Walawi, Mambo ya Walawi sura ya 11, anaanza asema, Bwana akasema na Musa na Haruni, wanyama mtakaoweza kuwala katika wanyama wote walio juu ya nchi, kila mnyama mwenye kwato zilizopasuka zikatengana kucha mbili, na mwenye kucheua mwaweza kumla. So there were those rules. Wanyama wenye, kwanza nimeanza kucheua, hiyo ni sheria ya kwanza. Ya pili ni mnyama ambaye kwato zake hazikuchanika, yani kuwa na vidole. Mnyama ambaye kwato zake zimefungwa pamoja, yeye anasema lazima ziwe zimegawanyika mara 2. Sasa wanyama wengine wana kwato moja tu, hao alisema hao wanyama msile, sio halal. Wanyama wanaweza kuliwa ni wanyama wanaocheua na wale ambao wana kwato zao zimegawanyika complete. Zimegawanyika. Hapa ameandikwa kabisa, amesema wanyama wote waliosema hawa ndio mnaweza kula. Kila mnyama mwenye kwato zilizopasuka zikatengana kucha mbili, na pia na yule mwenye kucheua, hao mnaweza kuwala. So mnyama ambaye hakupasuliwa
kwato zake, huyo walikuwa na mtenga, ni sio halali, sio kosher, sio safi, mnyama ambaye ni mchafu. Sasa bila shaka waligundua sababu yake nini. Wakati ule waligundua sababu yake nini. Wanyama ambao hawana miguu iliyo na vidole, hawa wanakula mambo machafu, kula uchafu, kila aina ya uchafu, hata nyoka wanakula. Na kwa hiyo walikuwa wanakataza watoto wasile pamoja, wakala. Na kama watu sasa hivi wanakula, unasikia huko hasa Pemba, mwaka jana wamekufa watu kadhaa huko wanakula kasa, na alafu kasa wanakosea kumtayarisha, kwa sababu wanakwenda kuchanganya ile nyongo yake na mwagikia kwenye nyama, kwisha, you are dead. Ni kama mamba analiwa, tena nyama yake ni ghali sana, ndio maana wanafugwa, sio tu kwa ajili ya ile na ngozi yake iliyo nzuri sana, lakini pia hata kwa nyama yake. In 5-star hotels upate nyama ya crocodile, wewe una pesa. Lakini nyama ile imehakikiwa kwamba haikuchanganya na nyongo ya mamba. Nyongo ya mamba ukinywa hapa ni stakito, pale utaamka. So it's the same. Na kama sisi tunavyochinja, ukichukua ile nyongo ya yule mnyama na mchinja, alafu ikabahati mbaya ikamwagikia kwenye nyama, ile nyama afadhali mkatupe tu. Ama mnasemaje? Sisi tunaochinja, watu ambao hawajachinja bahati mbaya. Lakini mimi nimefundishwa na wazazi wangu kuchinja, na nachinja traditional kabisa, kwa sababu ya seniority. Mimi ni senior katika ukoo wangu, mimi ni senior. Yes, senior kabisa. Tena kuna pombe ambayo wengine wanakimbia, ndio napewa mimi, sababu ya seniority na vitu ambavyo nimefundishwa ambavyo wengine hawajui. Sasa hajalishi umri, na hajalishi nafasi ulionayo. Sasa kuna namna ya kuchinja, sio unakatakata tu. Na sasa Wayahudi, they were, as I've told you, kama nilivyowaeleza, walikuwa makini sana. Kitu kinacholiwa sio kuchezea. Kwa hiyo wanyama walioona kuna doubt ndani yake, wanyama ambao sio clear, kama popo, wameandika hapa kina popo, kambali lakini unasikia huko ndio wametuletea Ebola, ndio wametuletea hii magonjwa ya ajabu ajabu, ni mapopo wale unaitwaje kwa lugha ya kitaalamu, nimesahau sasa hivi, nimeruka. Unasikia nasema maana neno walikuja tena lipo hiyo kichwa. Hao wanyama kama hao kakakuona wanaliwa wale, ndio watu wanakula vitu ni special. Mahoteli makubwa kabisa unaambiwa hii ni ya kakakuona, jina lake lakini la kitaalamu nimesahau. Ndio wanatekwa, wanachukuliwa. Sasa ukikosea, ile nyungu yake kaanguka kwenye ile nyama unakula, watakuta mezani umesimama namna hiyo, wisha mambo yako. Yaani pale sumu mbaya sana. Na ndio hao walikuwa wamesema wameleta huu ugonjwa wa COVID-19, sio hao? Hamkusikieni? Nikakakuona, he was accused of this man was accused of spreading COVID-19 from China, because wa China wanaagiza maelfu na maelfu ya kakakuona, na ndio soko kuu. Wanakwenda kula, na zile makaka yake yale yanatumika kwa dawa, wanasaga. Wa China wana mambo yao. So then they end up leta ugonjwa wa COVID. Watu wamekufa maelfu na maelfu. Sasa kwa hiyo nimetoka njia ya swali. Swali ni kuhusu wanyama wanaoliwa. Ndege wote kwa Wayahudi, ndege hawaliwi. Birds, fish ambao hapa ameandika, kuna fish ambao hapa ameandika kabisa, samaki, wanyama wa majini
wasio na magamba. Yes, wasio na magamba na fins zile nini hizi. Sasa nyinyi mmesoma ya biolojia juzi tu, fins kwa Kiingereza, kwa Kiswahili mbona mama usemi kwa thank you very much. Na nisingewaza kabisa matamvua hayo. Sasa hao hawalimi. Sasa waliona mambo hayo katika maisha yao, kwa sababu mnyama kama yule anayetoboa mayai na nini, kenge hana matamvua. Should not eat kenge, but people eat kenge. Alichinjwa pale watu wanakula mambo ya ajabu. Kwa hiyo Wayahudi walikuwa wameweka hayo masharti kutokana na sayansi yao, na hawakuwa na sayansi ya sasa kwamba nowadays you can see whether this kind of food inakuwa integrated katika system yetu au hapana. Inaweza kuwa na effect gani katika mwili wa mtu mwanadamu, damu yao ikoje. Sasa hivi tuna mashine na sayansi imefika beyond even our own comprehension. Lakini zamani zile walikuwa wanajihami, watu wanaishi jangwani, and they were very few. Jamani, msifikiri mnasikia miji mikubwa unafikiri walikuwa watu wengi. Very few cities. Unasikia mji mkubwa Shechem, mji mkubwa Nineve, ni watu 10,000 ndio wanasema ni immense city. 10,000, it was too much of a big city, biggest Baghdad ile naitwaje kule kwa, yes, kama Baghdad ndio mji mkubwa, labda watu 20,000-30,000 tu. So it was usifikiri walikuwa mkubwa kama Morogoro, au wangesema umefika ulimwengu mwingine. Kwa hiyo walikuwa wanajihami na hizi kosher, hizi sheria kashrut, sheria za chakula zilikuwa ni kwa ajili ya kujihami. Ndio maana hata mtu akifa anazikwa siku hiyo hiyo, sababu sio kama wa Misri walikuwa wanachukua siku mpaka 40 mpaka mtu anazikwa. Watu wa jangwani wanazika siku hiyo hiyo kwa sababu hali ya joto. Mimi nimesha experience hii kitu. Mmoja alifariki, halafu wamechelewa kumzika. Haiwezekani. Watu sasa tafuta vitambaa kufu. Sisi tunaharibika mapema sana kutokana na mwili wetu wa chumvi. Hali mbaya kabisa. Watu wamekwenda unabeba ile sanduku, unageukia sasa uende wapi? Sisi ni viumbe dhaifu kabisa, bure kabisa. Lakini afadhali hata ng'ombe akifa aoze haraka namna hiyo kama sisi. Ndio. Sasa kuna mambo ambayo wameacha. Unajua kuna mambo ambayo wameacha. Wayahudi nimesema ni wale wanaoshika sheria za Musa, yaani wanaosali. Those are known as Jews. Lakini sio Waisraeli, usichanganye. Kwa hiyo Wayahudi wengi hawali ndege. Kwa nini wale ndege bana? Wale kuku. Wale kuku. Hapana, hawali. Hot gani na ya maklero? Ndio, of course. Kuna baraka ambayo inaitwa kisakramenti, ize sakramento, na baraka ambayo ni kama matashi mema. There are two different things. Inapotolewa na makleri walio na nataka kuondoa shemasi, nataka kutenganisha shemasi. Shemasi habariki watu. Akibariki watu ni kisakramenti, lakini
anayebariki watu ni yule aliyepakwa mafuta mikononi, yaani padre na askofu. Shemasi hapaswi kubariki watu, anabariki vyombo, visakramenti, vyombo kama maji, kama chakula, kama gari au nyumba, what else, rosari, voila, vitu hivyo, lakini sio official blessing of the people God, kwa sababu mikono yake haijapakwa mafuta, is not anointed yet. Na kwa hiyo sio padre. Padre ni kasisi, kuhani ndiye anayebariki watu, kuhani. Shemasi sio kuhani. Na kwa hiyo tusije tukakosea hapa na kufikiri kwamba unakutana shemasi huko njiani na kubariki tu. Hiyo shemasi hajajifahamu, hana faculty hiyo bado. Anaweza kufanya ibada hizi za mfano, anatumia rosari, anaongoza ibada ya njia ya msalaba, anabariki watu kwa ule msalaba, au kutoka ni visakramenti, au kwa njia ya monstrance katika baraka kuu. Shemasi anaongoza kwa sababu yeye si anayebariki, anabariki ni Kristo mwenyewe kwa sakramenti hili. Umeeleweka? Kwa hiyo shemasi actually anaweza kufunga sala ya kanisa kwa baraka, lakini katika mazingira yanayoruhusu. Katika mazingira hapa wanaobariki ni katika training, na inaruhusiwa ili tunawatrain hapa, lakini hana ruhusa ya kwenda kubariki watu parokiani. Nieleweke hiyo, kwa sababu sio rasmi, sio minister, yani proper minister of that sacrament. Kwa hiyo mashemasi wajitambue, hao wamefundishwa. Kama kufundishwa itakuwa balaa mbaya sana akija huku askofu anasema, alafu askofu anaweza kusimamisha ushemasi wako, kila kitu. Ufanye kadiri ya kipimo chako ulichopewa na nguvu uliopewa. Na kwa hiyo mashemasi wanapaswa kuhudumia katika ibada za bisakramenti, sacramentos, nao unajua, na ni katika mazishi, katika hata nafikiri ibada kama hizi za njia msalaba, njia za ibada ya kuabudu, rosari, kubariki rosari na vitu kama hivyo, tunaita sacramentos, visakramenti kwa Kiswahili, lakini sio kuadhimisha sakramenti. Sakramenti anayeadhimisha ni kuhani. Ndio maana unapakwa mafuta, wengine maaskofu wengine wanatia exaggeration, mpaka mafuta yamenyunyizia, alitumia kiasi gani, nyunyuzika yote. Kwa hiyo ni tofauti ipo. Na sasa kwa hiyo shemasi akikubariki ni anakutakia mema, lakini sio kisakramenti, sio official blessing of the church. Nieleweke, sio baraka rasmi ya kanisa. Yeye ni matashi mema, anakutakia baraka. Kwa hiyo isije ikawa kwamba, nadhani hii hapa ni hatari, ufikiri kwamba unaweza kubariki yeyote yule. Hapana. Na ndio maana tunabariki tu wakati wa ordination. Mara ya kwanza kubariki mtu ilikuwa wakati wa ordination. Mbariki askofu, aliyenipa padre. Kwa hiyo ni wakati ukishapakwa mafuta na funga ile mambo mengi sana. Sasa hapo ndio tunatofautisha. Ni kama baba yangu anaweza kunibariki kwa kuniwekea mikono na sio kwa njia ya kwa jina la Kristo. Baba yangu, mama, hata mimi naweza kumbariki kama padre, hata kama ni kaka mkubwa anambariki mdogo wake, na hata katoto kanaweza kukubariki. Ama kuna makabila ambapo mimi nilienda mahali nilijisikia embarrassed. Inama father, weke kitoto hakikusema kitu, lakini walau
nijisikia alau nina peace kwa kupata baraka ya baby. And that was a good thing. And that is not the official blessing of the church. It is a well-wishing thing, act. Ni tendo la kutakia mema, kutakia baraka, kutakia ufanisi katika yale unayofanya. Ni kama mama ananitemea mate au baba anatemea mate mikononi. Kwetu ni traditional kabisa. Ndio mama ananiambia, "Endema huko tu mwanangu, au kubarikiwa sisi." Ndio. Sasa ile ni baraka tena inachukuliwa na Mungu kwa namna yake. Lakini kuna ile ambayo tunaita ni ecclesiastical blessing, ambayo ni ecclesio, inatokana na kanisa. Hiyo ni tofauti. Kwa hiyo mlei anaweza kubariki kwa kama yes, let me tell you. Ndio ilileta mkanganyiko kwa huyu papa wetu Francis aliposema tubariki mashoga na marutuga. Alijitenga kwa kusema is not the sacramental blessing. Lakini it is very difficult to distinguish those, especially when naongea lugha gani. Wote tunaelewa, wote ni wasomi hapa. Hasa wakati una involve, kama unawaingiza wakleri. Wakleri ni watu wanaobariki officially always, kutokana na hadhi yao. Sasa wewe unapomwambia abariki mtu, eti umbariki kama well wishing, unamtakia mema, mwekee mkono, alafu mwambie na Mungu akubariki, alafu hiyo useme sio ile official. It's very difficult to distinguish these things. Walimwambia hiyo unatuletea matatizo makubwa. Ni kama umekubali kwamba state ya namna ile inakubalika. Akasema mbona tunapowakuta watu wanaoishi katika mitara au kufunga ndoa wanaishi pamoja, uchumba sio uchumba wa namna gani? Mtu ana wake wawili watatu, nyumba ndogo huko, na unajua, na ana familia huko na watoto huku, ana mke mwingine na watoto, na kule ana mwingine hana watoto bado atakuwa nao. Sasa and then he comes you, anakuja na yule ambaye unajua si mkewe, anakuja na nguo na suti yake ya bandia, alafu anasema Father tubariki basi Father. Na sisi tunabariki, especially kama umesha you don't think properly, unabariki. Is it proper? Sio proper. Lakini people do not question that, kwa sababu ukienda kama ufahamu is not a problem. Bikuwa hivyo. Mfano mimi naenda mahali fulani huko Dar es Salaam, simjui mtu huyu, Father naomba baraka. Okay, Mungu Mwenyezi akubariki na kulinde, akuongoze maisha yako. Asante Padre, amina. Kumbe jamaa lina familia 3. I don't inquire that. Mimi sio kazi yetu kuchunguza. Na hiyo ilikuwa shida. Sasa kwa hiyo ikawa kwamba sasa tuanze kuchunguza watu kwanza kabla ya kumbariki, umchunguze huyu jamaa anaishije. Haiwezekani. Tutakuwa sio kazi yetu. Conscience yetu itatushtaki. Anayepaswa kujichunguza mwenyewe ni yule anayeomba baraka hiyo, akijua ni nini anachoomba, na sio kumtania Mungu. Mungu ataniwi eti. He will come back in retaliation. Huwezi kumtania babako, hasa mbele za watu, wakijua kwamba wewe unaishi haya, na alafu ni kama you are mocking him. Kwa hiyo mtu yule anayeomba ndiye ajitambue mwenyewe hapa sistahili.